Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi yetu ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Chama cha Mapinduzi. Natumai buheri wa afya mtazamaji wa kipindi cha Kura Kiswandui. Nikukaribisha kwa siku nyingine katika mfululizo wa kipindi chetu ambacho tunapata nafasi ya kuangazia mambo mbalimbali yanaendelea kutekelezwa kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi na yale anayoahidi Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa kuangazia kipindi chetu kwa siku hii hapa leo, tutaangazia ufunguzi wa tawi la CCM Mpenda Juu ambapo umefanyika, na mgeni rasmi katika shughuli hiyo alikuwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Jina langu ni Suleiman Mohamed. Tafadhali tuendelee pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Chama cha Mapinduzi, zinazofanywa na chama, big up CCM. Chama cha Mapinduzi. Kama ambavyo nimekujuza awali kwamba leo hii tutapata nafasi ya kuweza kuangazia ufunguzi wa tawi la CCM Mpenda Juu ambapo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ndiye alikuwa mgeni rasmi. Tawi hili la Mpenda Juu ni moja ya matawi ya kisasa ambapo mbunge wa jimbo la Mpendae pamoja na mwakilishi wa jimbo hili wamepata nafasi ya kulifanyia ukarabati mkubwa tawi hili ambalo halikuwa katika hali nzuri. Tawi hili la Mpenda Juu, ofisi ya tawi ambayo inatumika kwa ajili ya kuwahudumia wanachama wa Chama cha Mapinduzi wanaoishi katika eneo hili la Mpenda Juu. Na kama ambavyo unavyoshuhudia kwa hivi sasa, namna ambavyo lilivyoboreshwa na hali jinsi ambavyo ilivyo, unaweza ukasema kama vile haina hadhi tena ya kuwa ofisi ngazi ya tawi, ilipaswa kuwa jimbo sambamba na kuendelea. Kwa kuangazia kipindi chetu kwa siku ya leo, tuangazie kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais aliwasili pamoja na kupata nafasi ya kufungua tawi hilo la kisasa kabisa katika jimbo hili la Mpendae. Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi, zinazofanywa na chama, big up CCM. 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 Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi, zinazofanywa na chama, big up CCM. 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 Na Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi yetu ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, uhuru wetu ungetoka wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, big up CCM. Chama cha Mapinduzi. Baada ya kupata nafasi ya kuweza kuona kile ambacho kilichojiri katika ufunguzi wa ofisi hiyo, natumai umeona kazi kubwa ambayo mbunge pamoja na mwakilishi wa jimbo hili wameifanya katika kuhakikisha kwamba wanaendelea kutekeleza ahadi zao, pia kuendelea kuboresha ofisi za Chama cha Mapinduzi kuhakikisha zinakuwa na muonekano kama
ilivyokuwa katika ofisi nyingine za ngazi za wilaya pamoja na mikoa. Baada ya Mheshimiwa Rais kutamatisha shughuli hiyo, moja kwa moja kilichoendelea ilikuwa ni mkutano wa hadhara, ambao mkutano huu uliandaliwa na jimbo la Mpendae kwa kushirikiana na viongozi wa ngazi ya wilaya hadi mkoa katika eneo hili la mjini. Tupata nafasi moja kwa moja tuangazie kile ambacho kimejiri. Na kama ambavyo nafahamu taratibu za mikutano jinsi ambavyo ilivyo. Kwa hiyo viongozi mbalimbali wamepata nafasi ya kushiriki katika mkutano huo, lakini kubwa zaidi tuanze na burudani, kati ya burudani chache kati ya yale mengi ambayo iliyopata nafasi ya kujiri kwa siku ya leo. Chama cha Mapinduzi. Asema wanachama CCM baba Mpendae leo twashangilia. Hongera Dr. Hussein Mwinyi twakutolea. Tawi letu jipya la CCM Mpendae leo kulifu. Kwanza dinga kama bijaka kama bijika kupakala na kuminza jela na kachogo tupwa kumebeka changa tubuka changa sana safari kaza dispamishali kotirika fanga na tubetere kadinga igata. Sema na vijana kuna batala kukungata kapsi wale kukoni kusingizia vipanga. Leo hatakuja kwa bara bila na kuja kama kama tubuke kwa ndani. Na dua ya malenga hairudi asilani. Mieni kiomba dua zangu wenzangu ni mwiti. Asemani yule daktari bingwa wa maendeleo, mtoa kauli moja vitendo 12. Si mwingine Dr. Hussein Mwinyi baba Mpendae leo twakukaribisha. Asema wanachama wa CCM leo tunafurahika. Hata mie mwanao leo nimefurahika. Baba kusema kweli mwanao nisipokuona mie napata pressure. Asema na shukuru kwanza baba Hamisi Mbeto kwanza nafasi hii leo kunipa. Moyo wangu baba leo kwa hakika umeburudika. Asema leo baba umekuja kunifungua tawi letu la CCM na pia kulitakia baraka. Hii ndo raha ya CCM bwana, ukipenda CCM kwanza husda inaondoka. Chama cha Mapinduzi. Baada ya kupata nafasi ya kujionea hali ya burudani ilivyo katika eneo hili, tuangazie moja kwa moja kwa hivi sasa kuangazia viongozi mbalimbali ambao walipata nafasi ya kuweza kuzungumza katika mkutano huu. Mheshimiwa, leo tuko Mpendae. Na Mpendae leo tumekuja kwa kazi maalum ya kufungua tawi la Chama cha Mapinduzi ndani ya Mpendae hii. Mheshimiwa, inaonesha wazi kabisa uliofanya wewe kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Maendeleo mbalimbali, miradi mbalimbali ambayo haitaki kuhadisiwa, ambao tunaiona machoni mwetu ndani ya nchi yetu hii ya Zanzibar. Inaonesha wazi viongozi wako sasa hivi, wabunge na wakilishi, wanachukua mfano wako wewe kwa kutengeza matawi ya Chama cha Mapinduzi bora kabisa. Kwa Mheshimiwa, haya yanofanywa ndani ya jimbo letu hili la Mpendae ni mambo makubwa sana, ni mambo ambayo yanaunganisha viongozi wa Chama cha Mapinduzi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wananchi ambao wanakaa katika sehemu hii ya Mpendae. Mheshimiwa, jimbo la Mpendae ni jimbo la Chama cha Mapinduzi na litaendelea kuwa jimbo la Chama cha Mapinduzi. Kwa Mheshimiwa, umeyaona mwenyewe, inaonesha wazi sasa hivi viongozi wetu wa jimbo la Mpendae, tawi la Mpendae, sasa watafanya kazi kubwa sana na kwa bidii sana. Sasa hivi katibu wa tawi ataaga nyumbani na kwenda ofisini, ofisi ambayo yenye hadhi kabisa. Kwanza naomba upokee salamu za upendo, shukurani na pongezi kutoka kwa wananchi wa jimbo la Mpendae. Salamu za chama zitatolewa na wenye chama chao. Mimi natoa salamu za wananchi. Wananchi wa jimbo la Mpendae, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na Rais wa Zanzibar, wanakushukuru sana. Mheshimiwa, tunakushukuru
Mimi narudia tena, nilisema kule Maisara, si kwa sababu ya uhesamu wako. Tunakushukuru kwa kazi kubwa ambayo umeendelea kuifanya kwenye nchi yetu, lakini tunakushukuru kwa maendeleo yaliyotukuka uliyofanya ndani ya jimbo la Mpendai. Wamenituma nikwambie wanakushukuru na wanakupongeza sana, lakini bado wana matumaini makubwa sana ya maendeleo kupitia kwako. Mheshimiwa, la pili, mimi na viongozi wenzangu, Mheshimiwa Taufik Salim Turki mbunge na madiwani, kipindi tunachaguliwa na tunaomba ridhaa ya kuongoza wananchi wa jimbo la Mpendai, mambo matatu yalikuwa ndio sehemu ya kipaumbele chetu kama yalivyokuwa wewe. Moja lilikuwa ni swala la amani na utulivu wa jimbo letu. Kwa upande wako ni amani na utulivu ya Zanzibar. Tumejitahidi Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, katika umri wote wa kipindi cha utumishi wetu kuhakikisha jimbo hili linabaki kuwa salama na lenye amani hadi leo hii wewe unakanyaga hapa. Swala la pili Mheshimiwa lilikuwa ni swala la maendeleo. Nimetangulia kukupongeza kwa sababu wewe ndio jemedari wa maendeleo. Lakini sisi wazee wa kukunyemelea, na sisi tumefanya ya kwetu yanayotuhusu sisi, yalotokana na ahadi zetu na maelekezo ya chama ambayo yanasimamiwa na Dr. Saidi Mohamed Dimwa, naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar. Kwa hiyo sitaki kutaja tumefanya nini Mheshimiwa, wananchi wa jimbo la Mpendai watakuwa mashahidi, lakini kila aina ya hitajio linalowahusu wao ambalo sisi lilikuwa ndani ya uwezo wetu kulitekeleza kwa amri ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa maelekezo ya chama tumetekeleza, na tunaamini kama watatupima kwa utekelezaji watashindwa wao. Jambo la tatu Mheshimiwa, ambalo litakuwa ndo la mwisho, ni swala la umoja na mshikamano ndani ya jimbo letu. Mheshimiwa, muda mchache uliotoka umetoka kukabidhi gari 2 kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa jimbo hili. Narudia maneno yangu leo yasema pale, hatukuwapa kwa sababu ya umaalumu wao, lakini wakati sisi tunahudumu kama viongozi hapa, wao tumewakuta ndio wasimamizi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kipindi cha uchaguzi wananchi na wanachama wakawarudisha tena kwa imani yao. Tumeendelea kuhudumu nao. Utekelezaji mkubwa unaoona wa maendeleo ambao umetokana na viongozi sisi, umetokana na usimamizi thabiti wa viongozi wale wawili, wakisaidiana na wengine wote wakiwemo viongozi wa jumuiya. Tulizindua complex ndani ya jimbo letu Maisara, na wakati tunanadi hapa tukasema ndani ya Mpendai tutakuwa na viwanja vya kisasa, lakini wallahi summa wallahi sikutegemea mimi nilosimama na nikanadi kama tutakuwa na viwanja vya kisasa, maana viwanja vile viko Dubai na Singapore tu. Dr. Mwinyi oye! Mheshimiwa, kwa wale walioshawahi kwenda Dubai mwaka wa 90, Dubai wakati unashuka ile terminal 2 na terminal 3 ilikuwa kuna mji unaitwa Madinatul Badr pale Rashidia, kulikuwa kuna jangwa tupu, hakuna barabara. Ni mwaka 96. Leo 2025 wamechukua miaka 31 Dubai ile unavyoiona. Miaka 4 yako ya Zanzibar ya kutuletea maendeleo. Wallahi miaka 4 yako ni miaka 400 ndani ya sehemu yote. Spidi yako wewe ya miaka 4 hii haijapatapo kutokea katika historia, sio ya kisiwa hichi bali ya dunia. Nani kama Dr. Mwinyi? Tuambizane ukweli jamani. Mwaka tumehamia Mpendai mwaka 95. Mwaka 2013 ndio barabara ya Jang'ombe kuja kwa Mchina hapa ndio ilijengwa. Kweli si kweli? Barabara gani? Moja. Dr. Mwinyi miaka 4 tuna barabara ngapi?
hatuwezi kuzihesabu, kweli si kweli? Miaka mingapi? Sawa na mingapi? Nani anabisha? Jana nilisema Zanzibar kabla Dr. Hussein Ali Mwinyi tulikuwa sisi hatupo katika kitovu kikuu cha dunia cha maendeleo. Leo hii Zanzibar sisi ni kimbilio nambari 1 cha utalii ndani ya Afrika. Nani kama Mwinyi? Leo hii nasema tena, watu mpaka leo hawajajua thamani ya chuo kilichokuwa pale Fumba. Kile chuo ni chuo pekee ambacho kinatoa watu wakubwa wanaofanya kazi katika Microsoft, Google, Amazon. Wale walimu wa kule na maofisa wa kule wanasomeshwa katika chuo kile cha MIT India. Chuo pekee kilokuwa nje ya India kiko Zanzibar yetu. Nani kama Dr. Mwinyi? Chama cha Mapinduzi. Comrade Mohamed Said Dimo alipata nafasi ya kuzungumza, ambapo alitumia nafasi hii pia kuwakaribisha baadhi ya viongozi waliotoka chama cha ACT Wazalendo ambao rasmi walijiunga na Chama cha Mapinduzi. Kazi yangu leo hapa ni rahisi sana na nyepesi, kumkaribisha makamu mwenyekiti. Makamu mwenyekiti, naomba uniridhie nimwite Comrade Ahmedi, na baadaye sasa niwite Bi Halima Abbas na ndugu yetu Hamadi Mbaro waje mbele. Nataka kutoa surprise kwa makamu mwenyekiti. Bi Halima ni msemaji wa kisekta wa utumishi na umma wa chama cha ACT, lakini ndugu yetu Hamadi ndiyo katibu wa vijana wa jimbo la Magomeni. Karibuni sana na waomba mje na Ahmedi, karibu. Nisameheni sana wana CCM wenzangu. Nisamehe sana Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi kwa kutokukuelewa mapema. Lakini sijachelewa. Nitazungumza kwa ufupi kutokana na muda. Nimehudumu katika chama tokea tupo kafu mpaka tukahaji na kuingia chama cha ACT Wazalendo. Kiufupi, nimehudumu katika nafasi za kiutendaji kuanzia tawi, jimbo, mpaka nikiwa katibu wa mkoa wa vijana, mkoa wa Mjini. Lakini pia nimemalizia kwa nafasi ya katibu na mipango ya chaguzi taifa. Pamoja na unyonge unaoona na udogo wangu, nimefanya kazi ya kumpinga Dr. Mwinyi kwa kutokumuelewa. Na ndio maana leo natanguliza samahani kubwa kwake na kwenu wana CCM kwa kutokuelewa hili mapema. Kiufupi, baba yangu mimi mzazi alenizaa ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Ni mara kadhaa nimekosana naye kwa sababu ya kutokuelewa na kulishwa maneno. Na kiufupi nilikuwa sijajua. Lakini baada ya kujua, juzi nimefanya maamuzi. Na baada ya kufanya maamuzi, naihurumia nafsi yangu kwa kuchelewa. Lakini nafsi yangu inanambia hujachelewa. Huu ni wakati wa uchaguzi. Una wajibu sasa wa kukisaidia Chama cha Mapinduzi, kumsaidia Dr. Mwinyi kwa dhamira alionayo ya kuyajenga maridhiano haya ambayo yameachwa na waasisi, lakini hakufikia mahala yeye amearithi na kuyabeba kwa kifua chake, na leo Dr. Mwinyi tunayaona
Maridhiano haya ndiyo aliyobeba kwa kifua chake leo maendeleo kila kona. Tuna falsafa moja Mheshimiwa Rais, huko ninakotoka katika chama tulichotoka, kwamba pinga ukiona na pinga usipoona. Hata ulikuwa ufanye jema gani, sisi tulikuwa tunafumba jicho moja, moja tunatazama, moja hatutazami. Tusamehe sana, lakini nikwambie, mimi kama wakati huo nilikuwa katibu wa vijana, nilikuwa ni mjumbe wa sekretarieti ya chama katika mkoa wa Mjini. Wajumbe walikuwa watu 7. Nikiwakilisha kundi la vijana katika vikao, nilikuwa nalia sana namna vijana wanavyopotezewa muda wao. Na nilikuwa naangalia kama viongozi wa vijana, tabu tunayoipata katika kuwapata vijana, kuwashawishi na kuwavuta kuja kujiunga na chama chetu. Na ndiyo maana vile vile sura zote unazoziona katika mikutano ya ACT Wazalendo, miaka yote hazibadiliki, sura ni zile zile. Hakuna kipya kinachozaliwa. Kipya kinachozaliwa ni mapasuko kila kukicha ya chama ndani ya chama. Na ndiyo maana mpaka hii leo bado kuna viongozi washajua kabisa kama wamekataliwa, lakini kwa sababu ya mazingira waliotengenezewa, hakuna anayethubutu kumwambia unakosea, hata kama anakosea. Na masikitiko makubwa sana, Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa chama chetu cha CCM, nasikitika sana mmeninyima muda, lakini naomba niseme hapa kwamba nahitaji muda na mambo nataka kuyazungumza, kuambia ndugu zangu wa CCM kwa nini nimeamua kutoka ACT na kuja ndani ya CCM. Lakini kwa sababu ya muda huo mchache, naomba nitumie dakika 2 kwa haraka sana. Sababu moja, Mheshimiwa mgeni rasmi na ndugu zangu wa CCM mlioko mbele ya hadhara hii, mimi Halima Abbas Mohamed nimeamua kukihama chama changu cha ACT kilichokuwa na kuhamia CCM kwa sababu nyingi zikiwemo zifuatazo. Sababu moja kuu ni dharau. Mtatukua mnasaba wa historia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizaliwa Maka na akafia Madina. Maka ni mji wake aliozaliwa, ulio na watu wake aliowapenda na kila kitu chake. Lakini kwa sababu ya hujuma, kwa sababu ya dharau, kwa sababu ya idhilali na mateso, na walikuwa wakijua ni mtume wa haki na amekuja kusimamia dini na kulingania, kwa hiyo alihajir kutoka Maka na kuhamia Madina. Ndugu zangu wa CCM, nimeamua kutoka Maka kuja Madina. Asanteni sana mmenipokea. Tunaambiwa kwamba tumetiwa bei, tunaambiwa kwamba ni wasaliti. Ndugu zangu, jawabu ya masuala haya, ipo siku tutakutana na tutaelezana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Chama cha Mapinduzi. Mimi kama mwenyekiti, hawa watu walikuwa ni watatu au wapo watatu, lakini mmoja kwa sababu ya ushetani tumemficha asije hapa, lakini tutamtoa siku ambayo tutafanya mikutano yetu ya kiwilaya. Kwa hivyo kaeni vizuri. Chama cha Mapinduzi. Naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa. Kwa kweli, kwa sababu ya muda nitakuwa na maneno machache sana, mambo matatu tu. La kwanza ni shukrani. Napenda nichukue fursa hii
kushukuru uongozi wa jimbo, mbunge na mwakilishi kwa kunialika hapa ili kuja kufungua rasmi tawi lao la hapa Mpendae Juu. Nawashukuru sana. Wakati wananialika nilikuwa nawaambia, yeye mnanialika kwenda kufungua tawi tu, mimi hamjui viwango vyangu, mimi nataka mambo makubwa mazito. Wakanambia wewe njoo tu utaona kule. Nilipofika pale, nilifikiri tumefika ofisi ya jimbo kwanza, alafu ndio tuende kwenye hilo tawi. Mashaallah, tawi nzuri, mmefanya kazi nzuri, hongereni sana. Napenda niwashukuru na niwapongeze kwa utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ujenzi wa matawi ya kisasa wasaidia wananchi katika jimbo, wale wenye mahitaji maalumu. Taarifa zenu tunazo, mmefanya kazi nzuri. Mwenyezi Mungu akuwezesheni mfanye mazuri zaidi. Kwa kweli tunashukuru sana. Tunapokuwa tunanadi ilani ya uchaguzi, tunategemea watu watazitekeleza. Hapa naambiwa zimetekelezwa, hongereni sana. La mwisho ambalo ningependa kulisema leo, maana najua watu wanamsubiri Dula Makabila pale juu. Nataka niseme ndugu zangu wana CCM, tumefanya kazi nzuri sana katika uandikishaji katika daftari. Tumefanya kazi nzuri sana na kupongezeni sana. Kilichobaki ni kimoja tu, nayo ni siku ya kupiga kura. Sote tuliojiandikisha tutoke tukapige kura. Tukifanya hivyo ndugu zangu, tutashinda kwa ushindi mkubwa sana. Tuondoe maneno ya jamaa zetu wale. Maana wale wanatafuta sababu, tuwashajua kwamba hawatuwezi, lakini wanatafuta sababu. Kwa hivyo ningependa nikushahidisheni ndugu zangu nyote, safari hii asiwepo hata mmoja ambaye kajiandikisha lakini hatakwenda kupiga kura. Sote tukapige kura, na mimi sina shaka kwamba tutashinda kwa kishindo kikubwa sana, na tutaendelea kuiongoza nchi hii, na tutaleta maendeleo makubwa zaidi kuliko haya ambayo yapo. Ndugu zangu, kwa kumalizia, basi nitoe tamko la ufunguzi kwamba nalifungua rasmi tawi la kisasa kabisa la Mpendae Juu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Chama cha Mapinduzi. Natumai umepata kufahamu mengi kutoka mwanzo hadi wakati huu. Kwa siku hii hapa leo sina la ziada, na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea. Jina langu ni Suleiman Mohamed. Bye bye. Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi yetu ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi,